Hebu mpeni bibi aongee kwanza tujue ni nini. Mimi naitwa Omelina Matthew Kanondo, ni mwalimu mstaafu. Tuliweka mkataba nilinunua nyumba baada ya kustaafu, tukaweka mkataba na Flowini Kenneth Haule ambaye alikuwa, ile nyumba ilikuwa ya baba yake mzazi. Sasa nimekaa nayo hiyo nyumba miaka 6. Mwaka wa 7 wakati nimeingiliwa na haya maradhi, kuna mama mmoja anaitwa Jacqueline Kalesa alienda kuwafukuza wapangaji wangu pale. Basi mimi nikapigiwa simu na wapangaji kwamba tumefukuzwa kwenye nyumba. Wakati huo mimi nilikuwa kwenye matibabu Mbeya. Sasa niliporudi ndio nikamfuata Flowini kwamba hii jambo likoje. Ndio tukalipeleka mahakamani. Kupeleka mahakamani, baada mimi nilikuwa na hali mbaya. Tukaenda na watoto Jacqueline hakufika siku hiyo. Siku ya pili tena tukaenda nikiwa na hali mbaya. Basi sasa wakaamua, mahakama iliamua kwamba huyu mama asije tena kwenye shauri. Wao wanakuja watoto wake kwa sababu hali yake sio nzuri. Sasa watoto wamekaa wanafuatilia kule mahakamani. Ikaonekana mahakama ikanyang'anya ile nyumba yangu na kumpa huyo Jacqueline. Sasa tumekaa tunafuatilia kutafuta haki ya hii nyumba. Tumetembea ofisi na ofisi. Sasa kwa mara ya mwisho tumebaini kwamba wale watu wakawafuatilia wale wapangaji. Tumebaini wapangaji wale wamesema wamepangishwa na karani wa mahakama, na namba zake tunazo, na chumba kingine kimepangishwa na hawa wanaoshughulika na shughuli za kuuza manyumba ya watu, madalali. Sasa mimi nikawa na shangaa. Huyu Jacqueline kule mahakamani alidai kwamba nyumba ile alipewa ofa na shemeji yake. Inakuwaje mtu ana familia alafu ofa itolewe kwa shemeji? Kwa hiyo hii imenipa kizungulumkuti mpaka nimekaa naenda ofisi hadi ofisi. Mheshimiwa Waziri, bado sijafanikiwa kunirudishia nyumba yangu, na dokumenti zote ninazo, na tuliyehusiana naye tuko pamoja. Haya, yule aliyekuuzia yupo? Yupo hapa, nakaa huko, ni dereva bajaji. Hebu mtu wetu wa sheria yuko wapi? Mheshimiwa mkuu wa wilaya wa Mjini, mama anasema alinunua nyumba na nyaraka nazo, na aliyemuuzia yupo, lakini inaonekana kuna mambo mengi yametokea hapo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi niombe nilipokee kwa sababu bibi sijawahi kuonana naye, hajawahi kufika ofisini kwangu. Sasa kesho nionane naye na kimsingi tuone namna ambavyo tutaweza kuintervene. Mtanipa mrejesho. Sawa mkuu. Bibi, wale wanaokusimamia, nani anayesimamia aonane na mkuu wa wilaya? Wewe hapo. Basi hebu andikisha hapo kwa mkuu wa wilaya, umtafute na yule aliyemuuzia bibi. Sawa mheshimiwa.
Hebu mpe maiki aeleze. Umesema? Yaani wakati Mkoleki ameeleza kwamba yeye alikuwa kama naumwa, huyu ni shangazi yetu, sisi ndio tuliendelea kufuatilia ule mgogoro wa ile nyumba. Baada ya kwenda mahakamani, hakimu alituomba nyaraka tumpelekee. Siku ya pili ya kesi alizikataa hizi nyaraka na kudai kwamba sizitambui, mmechelewa. Alafu sasa alivyomkabidhi yule mama, ni shemeji mtu, muolewaji alisha kufa. Kwa hiyo shemeji mtu ndiye amebaki anadai ile nyumba. Baada ya kufuatilia tumefuatilia, imeonekana kwamba yule mpangaji amesema waliompangisha ni hao watumishi wa mahakama, akiwepo mtumishi mmoja ni karani anaitwa Chimbuvu pale mahakama ya Mwanzo. Kwa hiyo tukajua kwamba hii nyumba tulipokonywa na watumishi hao wa serikali, watumishi wa mahakama, na nyaraka zote tunazo mheshimiwa. Mtafuteni na aliyewauzia. Wewe ndio uliyeuza? Kwa majina anaitwa Floyd Kennedy Haule, ni mtoto wa 4 kwenye familia ya Haule. Wewe ndio uliyeuza nyumba? Ndio mheshimiwa. Nyumba wewe ndio uliyeuza? Ndio mheshimiwa. Sasa wao wameendaje kuichukua wengine? Mheshimiwa, hii kesi kwanza imenifanya nizeeke. Nimekuja hapa 2014 nikitokea Dar es Salaam. Baba yangu alikuwa mtumishi hapa TRA. Baba alifariki 2009. Tukamzika Songea. Tukarudi hapa, kikao kafanyika, mimi ndio msimamizi wa mirathi. Nilikuwa msimamizi wa mirathi. Baada ya mama yangu mdogo, baba alikuwa na wake 4. Baada ya mama yangu mdogo kufariki, tukakaa kama familia, mimi nilikuwa msimamizi, tuuze ile nyumba na wadogo zangu, sababu alituzaa tofauti. Nikakataa mara ya kwanza, nikasema acheni sehemu hiyo, ni sehemu ya kufikia. Wakasema hapana, kila mmoja achukue mali zake. Sasa nikasikiza maneno ya wengi ambao wadogo zangu, tukapauza mheshimiwa. Tulipopauza, mama yangu mdogo sana ndo shemeji yake na baba akaenda mahakamani. Alipofika mahakamani, mahakama ikaamuru kwamba tumpe nyumba. Kwa sababu zipi? Mama mdogo anasema kwamba babangu alimwambukiza yule mama mdogo mke wake sasa ukimwi, ambaye dada yake na baba, kwamba alimwachia kama ulisi. Nikaanza kujiuliza hizi sheria zikoje? Mbona kama ile swali linanichanganya? Mahakamani nimehudhuria miaka 9. Mahakama ya Mwanzo nimeenda, mahakama ya wilaya nimeenda, mahakama kuu pia nimefika. Sasa tulifikia hatua ya kumuuzia nyumba bibi hapa. Amekaa miaka 7. Yule mama alivyoona sisi sasa hatuna fedha, ndo akarudi tena mahakamani. Kufika mahakamani, kesi ikaanza upya. Mara ya mwisho nakumbuka Jaji Mwanampazi alimuuliza yule mama, "Unalisi hizi nyumba wewe kama nani? Hizi familia, kwa nini familia, wewe ni nani?" Akasema mimi tu ni dadangu alikuwa ni mwolewaji. Unaingia kama nani kwenye familia? Hakueleza. Mara mwisho dada akapaniki mbele ya jaji, akachukua document akazimwaga mezani, akasema basi mahakimu walinidanganya. Nikamwambia mheshimiwa, sisi tuko 4. Waliwaahidi kama watasomesha wadogo zangu, mpaka sasa imeshindikana. Bibi yangu hapa sasa imeparalyze, hana uwezo kufika mahakamani, tunaomba msaada. Wakanishauri tafuta hela uende court of appeal. Mheshimiwa, niliuza vitu vyangu vyote vya ndani ili tukusudi nihudumie bibi yangu asizulumiwe. Hii haki yake ya msingi. Kuna mwanasheria mmoja ndio alikuwa akinisaidia bure bila hata fedha kufikia hapo. Maana kila document nikiandaa lazima nijibu kwa fedha nikiletewa. Ikafika hatua sasa mheshimiwa nikaishiwa fedha kabisa. Nikawa sina chochote. Ndio alipofikia hatua mama mdogo ndio kushinda hiyo nyumba. Sasa kuuliza ameshindaje, wakasema kwanza moja document ambayo atakiwa bibi asaini, mwanasheria wake alimsainia. Akati atakiwa asaini huyu bibi. Nikaona kama kuna mchezo, wanasheria nao pia na sisi wanatuzunguka. Wakitona kama sisi hatu nini, hatuna fedha na hatuna msaada wote wa kisheria. Mpaka kufikia hapa mheshimiwa. Mkuu wa wilaya, weka mwanasheria wa halmashauri amsaidie huyu mama. Hebu kesho utakapoenda nenda na mwanasheria afuatilie yote haya ili tuweze tupate ushauri wa kisheria wapi tunatakiwa hatua ambayo tunatakiwa kuichukua. Sawa basi msaidieni bibi, alafu kesho muende na hao watu wa sheria. Na Mama Samia Legal Aid walishafika huku? Walikishafika mkuu, na tunaendelea kuwasaidia vile vile wananchi. Haya basi endeleeni na ile